Hello guys, kwa mara nyingine tena nikukaribishe katika channel yangu hii ya Chidi Poet Farm. Kwa mara nyingine tena nikuombe wewe mpenzi mtazamaji wa channel yetu, ninakuomba uweze kulike kama ni kwa mara yako ya kwanza, na bonyeza kitufe cha subscribe hapo. Pia unaweza ukashare kwa jamaa, ndugu zako na marafiki ili tuweze kwenda pamoja na kujifunza changamoto mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa kuku. Kwa mara nyingine tena leo napenda kuwasanua kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia wewe mfugaji wa kuku, hasa kwa wewe ambao unasema ni mfugaji mdogo ambao mtaji wako bado ni mdogo, bado unajitafuta. Wafugaji wengi wa kuku wamekuwa wakikumbana na changamoto za magonjwa mbalimbali, hasa kwa wale ambao unakuta bado wana mitaji midogo, hawana uwezo wa kujenga banda zuri. Kumbuka, banda zuri pia ni kitu kimoja hapo ambacho kinakufanya uweze kukinga au kukinga mifugo yako na magonjwa mengi na kukushia gharama za kununua dawa za hapa na pale. Kwa mara nyingine tena leo nataka nikuletee dawa ambayo itakusaidia kuwakinga au kutibu kabisa kuku wako na magonjwa ya uharo kuharisha kwa kuku. Kuku wamekuwa wana miharo tofauti. Kuna kuku ambao unakuta na hara kinyesi kama cheupe, mwingine ana hara kama cha njano, mwingine ana hara kama damdamu, ambao kwa kitaalamu zote hizo tunasema ni kuna miharo ya coccidiosis, kuna miharo ambayo inakuwa ni ya kideli, kuna miharo mingine ni ya typhoid, kipindupindu cha kawaida kwa kuku. Lakini ukikuta kuku ambao ameshaathirika kwa namna hiyo, kiukweli ukitumia madawa dukani utajikuta unaingia gharama kubwa, kwa sababu ukuta kuku ameshaathirika. Kwa kweli dawa za dukani zinafanya kazi vizuri, hasa kwa kuku ambao unakuta bado hajaathirika, hajaanza kuumwa, kwa zinatumika kama kinga. Lakini ukija katika kuku ambao tayari ameshaathirika, niamini mimi, dawa za kienyeji au za asili zinatibu na zinafanya kazi vizuri, kwa sababu mimi nimekuwa nikitumia sana. Sasa leo ninakuletea dawa ambayo tunasema ni aina ya katani, kama ambavyo unaona hapo kwenye picha. Hicho ni kipande cha aloe vera kijichanganya humo, lakini dawa ambayo nataka kufundisha leo ni katani. Katani inatibu magonjwa ya kuhara kwa kuku, miharo ya aina yote ile. Unachotakiwa kufanya wewe, katafute katani lako, liandae vizuri kama unavyoona hapo. Unakuwa umeshaandaa kinu chako pembeni. Kwa sisi ambao tunaishi jijini hatuhangaiki na mambo ya kublend kwenye umeme. Sisi tunatumia kinu, tunakatakata vipande vidogo kama hivi ambavyo unaweza ukaona hapo. Baadaye tunachukua kinu chetu hicho, unakuwa umeshaandaa maji yako pembeni hapo. Tutachukua kisu, tutakata vidogo vipande kama unavyoona hapo hicho, hadi ambavyo utaona wewe vimekuridhisha. Baadaye utachukua mchi wako, utatwanga mpaka kiwango ambacho wewe utaona sasa kinatosha, kama ambavyo unaona kwenye picha hapo. Hapo ninatwanga taratibu mpaka kiwango ambacho nitaridhika. Sasa kiwango changu nimesharidhika, kama ambavyo unaona vile vipande vyote vimeshajibonda. Baada ya hapo nitajiridhisha kabisa. Kumbuka, wakati unatwanga hivi utakuwa makini, maji ya katani yanawasha. Ushai kuwashwa na maji ya betri hizi, maji ya betri ya gari, ndivyo katani inapowasha. Basi tuchukua katani yetu, tumeshaandaa maji hapo pembeni. Chukua katani hiyo, utaitupia kwenye maji humo. Katani yetu ni hiyo tayari, tumeshaitwanga kwa kiwango ambacho mimi nimeridhika. Wengine wanatwanga kinakuwa kabisa kama kisamfu, inategemeana na wewe mahitaji yako. Lakini hata ikiwa katika hali kama hiyo inatosha, unaweka kwenye maji. Ukishaweka kwenye maji utayaacha kama nusu saa, ukipenda lale. Baada ya hapo unaweza ukaweka katika chombo ambacho kinakuwa ni kisafi. Baada ya hapo utawapelekea kuku wako na wataweza kutumia kwa muda wa ndani wa siku kama 3. Ukirudi kwenye banda lako utakuta ile miharo yote na ile dalili zote za banda lako kuku kuharisha. Utakuta kinyesi ni kikavu,
na kipo katika hali ya kuridhisha, na utakuta kuku wako wananenepa na wanaongezeka uzito kila siku. Basi kwa leo nilitaka nikusanue kwa hilo tu. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi kingine ambacho tutaangalia makala nzuri zaidi ambayo ninaweza kukuletea kwa ajili ya kujifunza ufugaji wa kuku, hasa kwa wale wafugaji ambao wana mitaji midogo na wanajitafuta. Mpaka wakati mwingine, bye.